Jamani, nina ujumbe kutoka kwa Mungu wenu tena katika asubuhi ya leo au mchana huu. Kwa dakika hizi zilizobaki, naamini Mungu atanijalia kukimbia kwa haraka. Tunajifunza namna ya kubadili. Nimekuwa na somo ambalo nasema namna ya kubadili mawazo ya moyoni mwako kuwa maono yenye matokeo. Tunajifunza kupitia kitabu cha Nehemia, japokuwa tunakuwa na mistari mingine ya kuongeza. Ni namna ya kubadili mawazo yaliyo moyoni kuwa maono ambayo yana matokeo. How to turn your heart's thoughts into visions that work. Na lessons from Nehemiah. Na tumekuwa na hatua ambazo ninaomba niwapitishe kwa haraka ambazo tumekuwa tukizipitia. Leo tunaingia katika hatua ya 5. Leo ni wiki ya 5 katika kufundisha kwangu. Nilianza tangu tarehe 7, nafikiri tarehe 7 Juni, na tunaendelea tena na mafundisho haya. Kwa hiyo tutakwenda kuzipitia tena. Tulikuwa na hatua ya kwanza katika maono. Kifupi tunafundisha kuhusu maono ambayo Kiingereza inaitwa vision. Vision, maono ambayo tunajifunza. Hatua ya kwanza ni visibility. Wale ambao wamekuwa wakinifuatilia, hatua ya kwanza katika maono, something should be visible in your heart. Hilo jambo liweze kuonekana moyoni, na ndio maana tunajifunza kuyageuza hayo kuwa maono yanayokuwa yana matokeo. Haya hapa ndio summary ya yale ambayo nimekuwa nikiyafundisha. Neno vision, wale ambao wananisikiliza kwa mara ya kwanza, visibility ni hatua ya kupata picha akilini mwako, kupata mzigo moyoni mwako. Na nilishasema mara nyingi ya tena, huo mzigo lazima uupeleke mbele za Mungu kuhakikisha kwamba hicho ndicho unachotaka kufanya, kiwe ni cha rohoni au ni cha mwilini, kiwe ni cha kwa ajili yako hata kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mimi kabla sijaanza THM nilijiridhisha katika magoti, na wanangu wamenisomea na shairi hapa kwamba maono ya THM kwamba yalianzia magotini pia, na ni ukweli kabisa usiopingika. Ilikuwa ni mwaka 2005 wakati ninajiuliza mimi ni nani, Mungu umeniita kufanya nini katika mwili wa Kristo. Nikiwa katika maombi ya siku 3, nimefunga siku ya 3, Bwana akaniambia kwa habari ya THM. Na Mungu akawa very clear, very specific, na kunipa maelekezo ya namna ya kufanya. Ilichukua miaka karibu 12 mpaka nikaja kufanya. Ilikuwa ni mwaka 2005, lakini miaka tuseme 11, mwaka 2016 ndio nikaanza maono ya haya mnaoyaona leo. Utekelezaji ukaanza. Kipindi hicho ilikuwa ni pamoja na kuweka mikakati na nini na hivi, na ndio maana nakufundisha kitu halisi. Jambo linaonekana katika moyo, alafu napata taarifa za kutosha. Taarifa ya kwanza ni katika Biblia. Usifanye maono ambayo yanapingana na neno la Mungu. Hakuna maono ukasema mimi nataka nifungue danguro, sokapo, toka. Wala hakuna maono kama hayo kwa mtu wa Mungu. Unataka ukafungue baa ya watu kulewa. No. Hayo maono achana nayo, hata kama yana pesa nyingi. Wewe achana nayo. Umesikia? Lakini taarifa nyingine ni kuhusu maono yenyewe. Unakuwa tayari kutafuta taarifa, unajifunza, unapata kwenye semina, kwenye vitabu vya watu au kwa watu ambao wanayajua hayo mambo unayotaka kufanya. Ukitaka kutengeneza chapati, nenda hata kwa watu wanaotengeneza chapati, jifunze, angalia namna ya kuziboresha, kutengeneza. Hiyo ni kupata taarifa. Kwa maono yote hata mimi usifikiri kwamba ilizuka tu, nilishirikisha maono pia. Kwa hiyo lazima pia uandike hayo maono. Yaandike, uweze kwanza kila unachokipata kiandike, lakini pia iweze kukusaidia kuwashirikisha wengine. Wengine unawashirikisha ndio watakaofanya maono yako yatimie. Kwa mfano Nehemia tunajifunza, alikwenda kwa mfalme Artashasta. Artashasta alivyomuulizwa unataka nini, alikuwa tayari kumweleza kila kitu anachotaka kufanya. Kwa hiyo ni kwa habari ya taarifa. Uwe na taarifa za kutosha. Stage ya 3 ni strategies, mikakati. Unaanza kupangilia mikakati tena kwa kuandika. Anza kuandika. Mimi ni moja wa waandishi ambao namshukuru Mungu. Mungu amenipa kuandika. I write a lot. Everything that God speaks to me. Na kuna wakati niliwaambia hata ukiwa kwenye maombi, ukisikia jambo usijifanye wewe utakumbuka. Andika. Biblia inasema katika Habakuki 2 mstari wa 2 kwamba njozi hii unayoiona iandike, ili kwamba kila asomaye aweze kusoma kama maji, aelewe, atiririke, aone kabisa clearly huyu jamaa anataka kufanya nini. Wewe una maono ambayo hata kuyaeleza tu yenyewe huwezi. Sasa ni shida. Lakini weka sasa yale mawazo yaweke kwenye mkakati. Nataka nianze na hiki, nifanye hivi. Maono ya THM napenda kuyazungumzia kwa sababu wote tuko THM. Ni makubwa mno.
na hata kwenye strategic plan ambayo tunayo ya miaka 5 ni makubwa zaidi ya hiki tunachokiona, lakini yamepangiliwa kwamba tunataka tuanze hapa tuende hapa. Hata mkutano wa Itezi upo ndani, nenda kasome. Unasema tunataka Itezi tuwe na watu 100 kufikia mwisho wa mwaka huu, ndio malengo, ni mkakati. Sasa ukishaweka malengo, namna ya kutekeleza ndio sasa. Hata na wanaume men of valor, mimi sikujua hata men of valor watakuja kuchangamkia maono kama haya. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba utendaji huwa unakwendana pamoja na wewe ulivyoweka mikakati pia. Kwa hiyo organize yourself, be a good writer. Hebu andika, jifunze kuandika. Hata hiyo nalo kajifunze. Kama hujui kuandika, nenda kaandike. Kuna siku utataka mkopo benki, watakwambia nenda kaandike business plan. Sijui utafanyaje, utaanza kutetemeka. Mimi basi kama ni hivyo acheni. Watakwambia nawe acha. Sasa unamziria nani? So it's so complicated. Paka wanze kuandika. Kuna mtu mmoja tulimwambiaga dada fulani, tulikuwa mahali fulani kanisa moja, mimi na mke wangu. Angasema nataka kuanzisha mradi wa kuuza kanga, sijui na vitenge. Tukamwambia sasa, hebu andika basi angalau tujue unachotaka wapi. Kwanza utafanyia wapi? Utakuwa unanunua wapi hivyo vitenge? Utakuwa unanunua kwa shilingi ngapi? Utakuwa unauza shilingi ngapi? Je, chumba utapanga au utauza mkononi? Wewe andika tu unachotaka kufanya, hata kama haina mpangilio basi andika tupate picha ya unachotaka kufanya. Wewe bwana alichukua wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3, mwezi. Tukamwambia alafu alivyokuja kadaftari alikuandika nimeshindwa. Sasa ukisoma, yani hajui hata kusema tu nitafanyia Mwanjelwa kodi shilingi 50,000 au 300,000 au milioni. Nitanunua vitenge Dar es Salaam kwa shilingi kiasi fulani, kusafirisha kiasi fulani. Nikija nikiuza vitenge 10 nitapata faida ya kiasi fulani. Kwa hiyo nitakuwa nimetengeneza faida kiasi fulani. Yani hata hiyo imekushinda. Are you serious? Alafu nasema nina mawazo ya kuwa bilionea. Muulize sasa, na mawazo ya kuwa milionea. Milionea hujui hata kuandika. Hata duniani huko anasema mali bila daftari. Sasa hata utakapokuwa unaandika, utakapokuwa unauza sasa huandiki, utajuaje kama unapata hasara au upati hasara? Jamani, hebu tujifunze haya mambo. Tusipuuzie, tusiwe rohoni sana. Ni vizuri kujua neno na kuomba, lakini haya mambo ni utaalamu tu. Jiulize basi, kajifunze hata hicho. Kuna namna hata wajasiriamali wadogo wao wanafundishwa namna ya kutunza kumbukumbu, si ndio? Sasa wewe biashara zako tu za kichwani mwako, mimi nitanunuaga tu unga hivi, unakula hasara uli hasara, baadaye unakuja kushangaa nini? Wewe mwenyewe ulikuwa hutaki kuandika, hujui hata unafanya nini. Haya, nimeshakufundisha hiyo hatua ya strategy, unaweka mikakati. Baada ya hapo unaingia kwenye utekelezaji. Nilikufundisha wiki iliyopita kuhusu utekelezaji, implementation. Implementation, unatekeleza kile ulichoandika. Kile ulichoandika sasa, kile ulichowekea mikakati yako naanza kuitekeleza. Na yale ambayo namna ya utekelezaji, ukimsoma Nehemia sura ya 3 inakueleza hata namna ya kujenga alivyokuwa anajenga. Makundi akayapanga, wakuhani peke yao, hao watu peke yao, kila watu familia. Hakusema tuende kiholela, tupange familia kwa familia. Hiyo ilikuwa ni mikakati na akaitekeleza, ndivyo alivyofanya. Kwenye utekelezaji inawezekana ukakumbana na upinzani pia. Alafu unaweza kubadilisha mikakati ndani ya utekelezaji. Wale wafanyabiashara wanajua. Unaweza kaenda ukakuta mambo ulioandikaga wala hayaendi. Sasa ndio muhimu wa kuomba. Be a prayer for person. Be a prayer warrior. Yani uwe magotini, omba. Jamani, mimi si watanii kweli. Hata hii mnaweza mkafikiri hapa nimeridhika sasa hivi, bado ninaomba. Yani mpaka Yesu arudi. Nitaomba, maono yananitesa. Kuna kipindi nilikuwa najifunza hata wiki hii. Na kipindi Daudi yuko pangoni, nitakuja niwafundishe siku moja kutoka pangoni hadi ikulu. Nitaandaa somo linaitwa kutoka pangoni mpaka ikulu. Nilikuwa na mimi for my own edification, kwa ajili yangu mimi mwenyewe, maono ya wengine. Nikamwangalia Daudi wiki iliyopita, nilikuwa namsoma sana Daudi nikagundua Bwana alipokuwa pangoni mpaka akasema, Mungu naomba nikupe malalamiko yangu. Sasa hivi hakuna mtu aliye mbele yangu kulia wala kushoto. Kulia kwangu hakuna watu. Naomba usikie rehema, watu wananitafuta. Yani na wewe ndio uliniapia kwamba nitakuwa mfalme. Analia.
sikia machozi yangu. Nimesoma nikasema la, kumbe maono yanatesa. Sasa una maono alafu uteseki. Alafu unataka mambo yatokee. Jamani, kuna upinzani kwenye maono. Sasa fanya bidii. Kikubwa nilikwambia bidii na ujasiri. Kama kuna vitu viwili nilikwambia, na kuthubutu. Thubutu, fanya kwa imani, fanya kwa ujasiri katika, na upinzani ukijitokeza, omba na ng'ang'ana kwenye maono. Omba na kuendelea na maono. Sasa leo tunakwenda kwenye kipengele cha 5O, outreach. Hiki kinasema ni nje ya mipaka, outreach, kufika nje. Yaani ukitafsiri kabisa out, yaani kutoka out si umetoka nyumbani kwako. Reach ni kufika. Unafika nje kwa maneno mengine. Kwa hiyo ndio maana hii ni kufika nje yako. Na utanielewa wakati nitakapokuwa nikikufundisha katika siku hii ya leo. Sasa leo, siku ya leo ni jambo la 5 ambalo linasema outreach. Jamani, sema outreach. Naomba sema tena outreach. Na kisungu kinaenda umomo. Tunapiga na kizungu. Kufika nje ya mahali au kufika nje ya mipaka ya mwenye maono. Kifupi ninachotaka kukwambia leo ni kwamba maono ya kimungu hayaji kwa ajili ya tamaa au faida ya mpewa maono binafsi. Hakuna maono ambayo hayawi baraka kwa wengine ama kwa Mungu. Kifupi ninachokufundisha hapa leo, kama utasahau mengine, ni kwamba maono yako lazima yawe baraka kwa wengine na baraka kwa Mungu. Hakuna maono ambayo ni ya mbeba maono peke yake, anayefaidika ni yeye peke yake binafsi. Hayo sio maono ya kimungu. Binafsi ni shetani. Mungu, soma maandiko, chochote ulichopewa, hata kama ni huduma. Leo wanangu mmeniliza machozi hapa na mnajua. Yaani mimi nikiangalia nasema Bwana, wengine huyu anayesoma naye akasema maono haya ulimpa huyu mzee kabla hata hatujazaliwa. Nikawaza hivi, ni kweli kumbe kuna kaukweli fulani eti. Maono haya Mungu kanithibitishia kabisa, kunithibitishia. Yaani paka nikaanza kuyachukulia hatua. Ni mwaka 2005. Lakini kuyapata kwa mara ya kwanza ni mwaka 93. Haya, muwe wa kweli leo. Sasa niwaambie tu 93 wangapi walikuwa wameshazaliwa? Wanyoshe mikono. Waliokuwepo duniani mwaka 93. Leo naomba nioshe. Hata nusu hamfiki. Wengine mlikuwa wapi? Kabla sijazaliwa nilikujua. Mlikuwa huko. Mlikuwa ambako Mungu anakujua. Niliwaambia maono haya nimechukua miaka mpaka kuja kuyatekeleza. Nimechukua miaka 23. Nilipata kwa mara ya kwanza 93, nikathibitisha mwaka 2005 na nikaanza 2016. Sasa ni story ndefu, lakini mimi nisiende huko. Lakini nachotaka kuzungumzia kwamba maono, kumbe walikuwepo na wengine watakaofaidika, wala ambao hawajazaliwa. Kweli ilikuwa inaniliza machozi mimi naposikiza hilo shairi. Nasema hivi, Mungu ni kweli Sasa nachotaka kusema, maono yoyote ni kwa ajili ya guse, yalete impact, ya guse watu wengine, lakini pia uwe baraka kwa Mungu. Kwa hiyo hebu tusome Yakobo 4:3. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Maombi ya kutumia kwa tamaa zako, hayo Mungu anasema sikupi. Kuomba vibaya ni pamoja na kuomba kuzitumia mwenyewe. Ndio Yakobo anavyosema. Yaani moja ya maombi mabovu, mimi Baba unibariki, mimi wanikome, mimi niwaonyeshe, hakuna kitu. Hayo sio maombi. Sema Mungu niwe baraka.
Mnamkumbuka Hana kwenye Biblia? Mimi haikuwa kwenye mazungumzo yangu. Unajua unapohubiri bwana, mangine Mungu anakukumbusha vitu. Unakumbuka Hana ambaye alikuwa hana mtoto, anaomba kupata mtoto, kaomba mpaka kamwambia mume wake Elikana, anamwambia sasa mimi analia, mimi naomba nipe mtoto. Anasema kwani mimi ni Mungu, mke wangu, mbona mimi nakupenda? Basi mimi nishakupenda tu, yani hata tukiwa na mtoto hatuna mtoto hamna shida, mimi I still love you. Anasema no, mtoto. Mwisho wa siku Hana akaenda madhabahuni siku moja mpaka wakamwacha huko. Ndio maombi yanayotakiwa kwa vitu kama hivyo. Siku nyingine wakuacha, hata mume wako akuache madhabahuni. Akaenda madhabahuni. Si mnafahamu alimwacha peke yake? Kwani alikuwepo Elikana wanaomba naye? Peke yake. Mwanamke akalia. Sasa kinachonikosha, akamwambia Mungu hivi, Mungu, mtoto utakayenipa atakuwa mali yako. Wembe hautapita kichwani mwake, nitamleta madhabahuni, atakuwa kwako. Na Biblia inasema Mungu akamkumbuka. Kumbe maombi mengine Mungu anataka tu utoe binafsi. Wewe maombi yako hayakoje? Mungu nipe biashara yangu, Mungu nipe masomo yangu, nifaidike mimi. Mungu nipe nini mimi. Hata mke siku hizi hutaki kumshirikisha. Na wake nao wanasema usimshirikishe mumeo. Jamani, hizi injili hizi, Mungu atusaidie. Wewe na vya kwako, usimshirikishe mmeo. Yaani umnyime mpaka mmeo mali zako. Jaribu. Endelea, kila laheri. Tuonane paradiso. Yaani wewe sasa hata maono kweli kabisa. Yaani siwaambii, kuna vitu mimi sasa hivi namwambia Mungu, kama Mungu kinifanyia hivi, yani utafaidi. Na mworodhesha kabisa atakavyofaidi. Na nimeshaandika, Mungu utakula hivi. Mimi ukifanya hivi unakula hivi, 100% nimeshaandika. Wewe sasa nikianza kutengeneza bilioni, tanunua ndege, tanunua ka helikopta. Hivi helikopta ni bilioni ngapi? Yaani hujawahi kuwaza kwamba, yaani ngoja sasa jamani, sio vijembe, lakini ngoja tu niwaambie. Hujawahi hata kuwaza tu kwamba hivi na kwenye maono ya THM utatoa ngapi basi? Si uko hapa unakula madhabahuni hapa. Wrong motive. Hii tunaita wrong motive au selfish motive. Yaani nia ya uchoyo, greedy. Sasa hicho ndicho nataka kukitoa leo. Mungu lazima afaidi. Maono yoyote lazima yaguse au yawe baraka kwa kanisa, kwa jamii, yani kwa watu wanaokuzunguka, na kwa Mungu. Nikisema kwa kanisa, of course ni kwa Mungu, lakini pia yamtukuze Mungu. Maono hayo yampe utukufu Mungu, sio wewe mwenye maono. Jamani, hapa ndipo tulikuwa tunazungumza kuhusu hivi, wewe utakapofanikiwa Mungu atakuwa anapata utukufu kweli? Jamani, ngoja niwaambie. Yaani mimi niko smart. Asante, afadhali Mungu mimi wana nikumbushia kwamba wewe unakumbuka. Maono yenyewe nilikupa ukiwa naomba, hata ujui mwelekeo. Kwa hiyo sasa nachotaka kuambia, mwisho wa siku Mungu akikufanikisha Mungu ndio apate utukufu. Mmeona aliyepewa ufalme leo, tulikuwa tunasoma Hezekia. Alipokosea kidogo tu akaingiwa kwamba ajikweze, ambio na kuchomoa. Yaani unajua Mungu ana wivu. Mshasoma hayo maandiko. Hataki kushare utukufu na mwanadamu. Mungu akikubariki anataka yeye apate utukufu. Wewe mwambie Mungu asante. Na ndio maana ujiepushe mambo masifa haya. Ndio maana naliaga tu. Yaani mkianza kunisifia mimi kwanza nasema sio mimi naestahili au masifa.
Yaani naambia tu Mungu nisaidie. By the way, mimi mlikuwa mnaimba huku mimi nasema Mungu nisaidie. Nisaidie Baba. Yaani wewe tu. Yaani mimi wala sikustahili. Kwanza nilikuwa mlevi moja hivi, yaani si unajua mimi nilikuwa nishakuwa mlevi. Nyie hamjui mimi nishakuwa mlevi toka form 1 mpaka form 6. Nilikuwa nakunywa tena mapombe mabaya, gongo. Yaani sasa jamani. Yaani Mungu leo kanifanya kuwa mchungaji, mimi ni nani? Yaani kweli mimi hata nastahili kweli mimi? Leo hata kukuchunga. Mimi nishawaambia maisha mengine siwaambii. Kwa sababu nikiwaambia mtasema huyu ndo mchungaji anatuhubiria. Ni neema. Kumbuka ulikotoka. Wengine wao wakumbuki siku zile alikuwa ni hohehahe. Mungu anamuinua leo anaanza kuvimbisha mabega hata kwa kanisa. Yaani kama kuna kitu mimi huwa nalia ni unyenyekevu. Ngoja nikupe kodi sasa, nikupe siri. Moja ya maombi ambao mimi huwa naomba serious, moyo wangu usinuke kabisa. I tell you the truth. Moja kitu huwa nalia sana kwa Mungu, nipe unyenyekevu. Mimi sio smart kuliko wachungaji wengine. No. Yaani kuna wengine kutamba, yaani kujiona, ndio maana one man show. Yaani kila kitu yeye ndio yeye kangania yeye, wengine hawezi kusimama kwenye madhabahu mwingine. Mimi ndio na upako sana kuliko wengine. Mimi ndio niliyechaguliwa. Hata Yesu alikuwa anahubiri mwenyewe, mbona aliwatuma wakaenda kuhubiri? Yaani maelezo mengi kujitetea. By the way, ni neema ya Mungu tu, hata ITHM. Wala sio mimi. Kwa hiyo jifunze kumpa Mungu utukufu. Maono yako lazima yalete baraka kwa Mungu na kwa watu. Ndio tutakuwa tunajifunza hapo. Baraka za Mungu sio kwa mwenye maono peke yake. Yawe baraka kwa Mungu. Niliwaambia asubuhi kuna topic tunaendelea nayo wanaume. Wanaume kuna mwenzetu. Sio siri. Jamani, haina shida. Leo ngoja niwatangazie. Naomba Meshak njoo Meshak Mwankema ndio njoo. Njoo leo. Niwaambie, jamani wangapi wanamfahamu Meshak Mwankema huyu? Nilimsema leo kwenye ibada ya leo. Kuna wengine hawamjui. Njoo, ulishawahi kupanda madhabahuni? Hujawahi kabisa? Njoo leo, njoo. Leo utahubiri pamoja na mimi mwanangu. Jamani yuko hapa. Huyu Meshak tuko naye kwa miezi 4 sasa hivi karibu. Miezi 4. Jamani huyu ni professional boxer. Anacheza ngumi za kulipwa. Tumeona ametunatuna hivi. Akivua nani hapa utaona ametunatuna misuri. Anabeba mavyuma sana, ana 3 pack. 6 packs. 6 pack. Sasa kwenye mtandao, wewe upo kwa wanaume? Upo kwenye mtandao wa wanaume? Hawajakuunga. Bwana leo wamekuteta bwana. Yaani kuna topic inaendelea. Jamani mlikuwa mnamteta huyu hapa, nyewe wanaume. Mlikuwa hamjui, wale ambao mlikuwa mnaandika tu sasa Meshak Mwankema ndio huyu. Ukimwona anapanda ulingoni, kuna kapicha ulimpa si huyu si amekatoa wapi? Bwana ametutupia kwa wanaume bwana. Jana sasa imekuja topic, je, boxing nayo ina ufaeje mwili wa Kristo? Wengine wala kuna discussion watu wanasema dhambi, kupigana ngumi dhambi. Yaani ni mchezo tu. Kupigana ngumi ni mchezo kama mchezo mwingine. Kama kuvunjwa, hata Pacome amevunjwa juzi. Sasa aliyemvunja mguu ndio ana dhambi sana kuliko wengine. Alienda hata hospitali akamsalimia yule aliyemvunja Pacome. Yetu ukimpiga mtu akaumia. Wewe unafanyaje? Ni mchezo. Wala haina shida. Ni mchezo. Sasa watu wapenda hapa wala wanapata shida. Sasa mimi nikamwambia hivi, kuna maisha ya ulingoni, kuna maisha ya nje ya ulingo. Ye kazi yake na uzuri, nafikiri wokovu umekukuta ukiwa tayari ni boxer. Yaani ameokoka akiwa tayari ni boxer. Na sio boxer wa hapa tu nchini. By the way, hiyo alikuwa wapi? Urusi? Si ndio? Ulikuwa Urusi.
Na ulishaenda na nchi gani zingine? UK umeenda, kwingine? Thailand ameenda, na kwingine? Hungary ameenda, na kwingine? Namibia ameenda. Jamani, anatembea. Sasa eti leo okoke nimwambie acha boxing. Hivi mnaonaje? Akale polisi. Ila ambacho ngoja tu nikuhusie mwanangu sasa hivi. Lile vazi lile unavaga yale makoti yale. Kule nyuma wewe liandike tu Jesus is Lord. Sawa eh? Yaani weka pale nembo. Alafu kama unataka kuwachanganya mwambie Jesus is the Lord of the ring. Yaani Mungu ni Bwana wa ulingo. Sawa eh? Yani the Lord of the ring. Jesus Christ is the Lord of the ring. Sawa eh? Alafu wakisoma hivi wanapita wanasema alafu watakuhoji wewe Jesus how comes Jesus? Alafu nawapiga hivyo hivyo. Hivyo hivyo nawaambia yes, Jesus is my Lord. And I fight because of his energy. Imepita hiyo. Mungu akubariki mwanangu. Haya nenda. Jamani nilikuwa namuelekeza. Wengine wanasema sasa, je, yeye atakuaje baraka? Kwa kanisa ndio topic inayoendelea huko. Sasa ngoja niwafundishe. Nimemuonyesha mara ya kwanza. Nendeni mkasearch maboxer wa Kristo wanavyofanya. Si nimewapa leo, hata leo nimewatumia tena kingine. Watu wanamtukuza Mungu. Anahojiwa, anatoa machozi na ananena kwa lugha. Anahojiwa na anasema, na ukisoma ndio kama nilivyomwambia hivyo, unasoma kuna mtu anajiita Sog, son of God. Yaani anapiga hapa SOG, Sog, son of God. Mwingine ndio anasema Jesus is Lord nafikiri. Yaani na watu wanamhoji kwa hiyo kauli. Tayari lile umati lote ile wakijua, hata wakisoma tu wasema kumbe yanapambana kwa ajili ya Yesu. Akiona kwamba Yesu hata box inaingia vizuri. Jamani sikilizeni. Nimewapa na mstari. Paulo mwenyewe akasema hata wanaopigana hawapigi hewa. Au kwani mjasoma maandiko? Si lazima apigwe mtu. Kasomeni maandiko wanaume. Haya, hizo ni mjadala tunaendelea na wanaume. Hata Paulo anasema wapiganao hapigi hewa. Yaani usipigishe hewa, bandika kabisa hapa ili upate ushindi. Nilimwambia hivi akiumia, nenda kamtie moyo, mwambie bwana tulikuwa mchezoni, sio kwamba mimi ndio kwamba nina masifa sana. Ilikuwa tu ni katika mchezo, unampa na hela ya kula nyama kidogo. Unamuombea, anambia bwana Mungu akuponye haraka ili kwamba turudi tena ulingoni. Alafu next time tena tutakuja tupigane na wewe. Kama hutakimbia lakini. Unaonyesha Ukristo nje ya ulingo, unaonyesha Ukristo, si ndio? Sasa mimi siwezi kumwambia akale polisi. Mimi nikawauliza wanaume, kwa nini hamlaumu wanajeshi? Kwa hiyo mwanajeshi asiende vitani. Kuna vita na Uganda. Alafu ngoja niwachekeshe, kuna polisi moja miaka ya nyuma, alikuwa polisi, kuna jambazi moja anasumbua sana pale Arusha. Alafu akaambiwa sasa hivi amri, akipatikana huyo mwizi, huyo jambazi ua. Sasa bwana yule mpendwa ndio akaliona jambazi. Naye ni polisi na ana mashine gani? Akawaza hapa sasa anatoa roho ya mtu. Au na yeye ndio ameliona na linaweza likamwahi. Unajua jambazi? Akalenga ubongo kafumuka. Alafu akaja kanisani akasema, "Jana namshukuru Bwana." Kweli. Unajua baada pale alipandishwa cheo yule jamaa. Miaka nyuma, ni si true story mpendwa. Sasa akamwambia namshukuru Mungu nimeua jambazi. Alafu nikapandishwa cheo. Nilikuwa corporal, sasa hivi ni sergeant. Unaonaje hapo? Najua nawachanganya. Yaani leo mafundisho ya baba haya magumu. Nyie wanaume mmenifanya mimi sasa nianze kuhubiri vitu vingine ambavyo. Jamani huwa kuna mambo, kuna polisi, kuna vitu ambavyo unaweza kusababisha hata mtu kufa. Au mwizi umekamata, umemlenga. Sasa kama polisi umefanyaje? Amekufa, mama yake atakufurahia? Si utakuwa umempa.
Jamani, ndio nilikuwa nategemea hela zake. Haya, nenda kamfariji sasa. Ni mafundisho ya watu wenye uelewa zaidi ya haya tunayoyaona. Mazingira ya kazi yanaweza kukusababisha pia vitu kama hivyo. Na by the way, waliokwenda kwa Yohana Mbatizaji ni pamoja na maaskari. Akawaambia tumsikamate watu pasipo. Yaani kumkamata na kumfunga ni halali, lakini usimuonee. Usifanye uonezi tu. Haya jamani. Haya, tuendelee. Mungu huwapa watu maono yaletayo baraka ili wawe baraka. Yaani Mungu anakupa maono yanayoleta baraka, na hiyo baraka anakutaka wewe uwe baraka. Mwanzo 12 mstari wa kwanza na wa pili, moja ya maandiko ambayo ninayapenda sana. Mwanzo 12. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi ya baba yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nitakubariki uwe baraka. We are blessed to be a blessing. Jamani, maono yoyote, kifupi ninachotaka kuambia, Mungu lazima faidi yoyote yale. Mungu lazima faidi. Kwani huyo akienda akatoa fungu la 10 hatutakula eti mama? Huyu bondia huyu akienda akapewa madola akatoa fungu la 10 hapa eti wachungaji hatutakula hiyo? Hatutakula. Kwani wewe tunakuulizaga hiyo sadaka umetoa wapi? Zingine tunajua, zingine mnajua wenyewe siri yenu mnakozitoa. Sasa zinakuja madhabahuni tunawaulizaga eti sadaka ulitoa wapi mpenda? Nilihongwa. Napo vipi hapo? Kazi kweli. Leo injili ya Dr. Maboko hii ina makavu fulani hivi, lakini ya kichungaji. Okay. Unabarikiwa ili ubaraka. Sasa tuangalie mifano ya Nehemia kwa haraka. Alafu baadaye niweze kukusummarize kwa kupa mambo machache. Nehemia alikuwaje baraka sasa? Kwa sababu tunapitia kitabu cha Nehemia. Jambo la kwanza, tuende kwenye Nehemia 1 mstari wa 3. Alafu Nehemia 2:17. Tuanze na Nehemia 1:3, inasemaje? Wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Yaani wamo katika dhiki na aibu. Wamo katika shutuma, wako katika hali ya dhiki. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hii taarifa ndio iliyomhuzunisha Nehemia. Kilichomsukuma kwenda kujenga Yerusalemu ni kurejesha heshima kwa watu wa Mungu. Twende kwenye sura ya 2 mstari wa 17, ndio mtanielewa. Sura ya 2 mstari wa 7. Kisha nikawaambia, alipofika Yerusalemu, alipokuwa anaanza kujenga, akawaambia, nikawaambia, mnaona hali hii dhaifu tulio nayo, jinsi ya Yerusalemu ilivyo hali ya ukiwa. Kuna hali ya udhaifu, hali ya ukiwa, na malango yake yameteketezwa kwa moto. Haya, na tujenge tena ukuta ili tusiwe shutumu tena. Hebu tuende kwenye hiyo Biblia nyingine ya neno ambayo naipenda sana pia. Nafikiri hiyo ni Union. Ndipo nilipoambia, mnaona taabu tulio nayo. Yerusalemu imebaki magofu na malango yake yametekelezwa kwa moto. Njoni tujenge upya ukuta wa Yerusalemu, nasi hatutakuwa tena katika aibu hii. Kilichokuwa kinamtatiza ni aibu ya watu wa Mungu, ni shutumu kwa watu wa Mungu, ni taabu kwa watu wa Mungu. Kwa nini? Yerusalemu ukuta unamaanisha security, unamaanisha usalama. Yerusalemu ni ulinzi, kuwa na ukuta. Sasa akasema hii hali ni aibu, hii hali ni ya shutuma, hii hali imekuwa ni taabu kwa watu wa Mungu. Kilichomsukuma ni kuleta heshima.
ni kwamba alete heshima, alete usalama na utambulisho kwa watu wa Mungu. Ndio hicho kikubwa. Kama ukiniuliza mimi, what was the motive behind? Kilichomhamasisha kujenga ukuta ni nini? Sio tu kujenga matofali, sio tu jamani hali inapendeza, jamani natamani tuwe na ukuta wa kupendeza. Hakusema by the way, ngoja niwaambie watu ambao hamuelewagi mangine, mtaki kusoma historia. Wavumbuzi wa archaeologist wamegundua lile ukuta lilojengwa na Nehemia alikuwa anatumia matofali yaliyobomolewa. Yaani kuna mapisi tu. By the way, hakuwa na engineer, hakuwa na architect. Walikuwa wanarundika tu tope, anaweka na yale mavifusi yaliyobaki juu, ili mradi tu liweke tu liweze kuwa lirefu mita 3. Yaani alikuwa tope bandika. Wewe ujenzi na kina mama Maboko anaenda kujenga. Ujenzi gani huo? Kuna maana anasema mpaka na mabinti walikuwa wanajenga. Hiyo ukuta kweli utanyoka huo? Unajua shida, mwe mnasoma mnaelewa. Hivi kwamba watu walikuwa wanajengaje? Chukua udongo, changanya, rundika tope, hakuna mwingine, udongo mwekundu, mwingine mweusi, twende. Chukua vipande vilivyokuepo ghafla, kifusi. Unajua mpaka walisema hii kifusi ni kikubwa, hatuwezi kukitoa. Hata wenyewe walalamika. Yaani ilikuwa tu mama good luck. Yaani ilikuwa hata wewe unajenga kwa Nehemia, wewe leta tu matofali tu. Yaani kuna mahali tulijenga na Maboko akawa analeta mawe. Nakumbuka Kalebu, Maboko nikaona na picha amebeba mawe. Nikasema Mungu wangu, afadhali mimi nilikuwa masomoni wakati wanajenga. Mimi nilikwepa kidogo. Mimi nikaenda shule, ila nikaziona picha na Maboko anabeba tofali, mawe, anasomba na kifusi. Nikasema kweli kazi ya Mungu imenoga. Sasa wakawa wanajenga. Hata hapa tulipojenga watu walikuwa wanajenga. Hata watu walikuwa mnakuja, hata wanawake mlikuja mkabeba hapa kifusi. Anyway, lakini tulikuwa na mafundi. Sasa kwa Nehemia walikuwa wanarundika tu. Sasa vipande wamekuta wala halikuwa tofali lilonyoka, vingine ni vipande lilikuwa tofali la zamani likakatika, ila ugumu wake likaja likaungwa juu na matope. Ndivyo walivyojenga. Lakini kwa hiyo ninachotaka kusema, haikuwa uzuri wa ukuta. Yeye tuwe na ukuta, uwe umenyoka, uwe haujanyoka, ila watu wawe salama na watu wawe na heshima. Na ndio maana Sanballat na Tobia na Geshemu waling'ang'ana kweli, na ndio maana hata wakadhihaki ukuta kenyewe hata mbweha. Si mnakumbuka? Hivi unafikiri walikuwa wanatania? Anasema hamna hata architect, hamna hata fundi ujenzi. Niweze kaanguka. Anasema hayawahusu. Nene mkasema it's none of your business. Kasomeni Biblia. Biblia inasema aliwaambia it's none of your business. Yaani hili jambo huna sehemu wala fungu. Biblia za Kiingereza zingine zinasema it's not your business. Hii sio biashara yenu, tuacheni. Aibu na iwe kwetu. Aibu utaona wewe. Sawa, hamna shida. Tutaona aibu. Kama ni aibu sasa, walivyogundua, Biblia inasema sura ya 4, walipogundua ukuta umefika nusu, wakasema wa jamaa wako serious. Wakapanga njama. Sasa ninachotaka kusema ni hiki. Kilichokuwa kinamtaabisha ni taabu, aibu ya watu wa Mungu. Sasa wewe maono ulionayo ni ili ufaidi wewe au na sisi tufaidi? Nikuulize tu. Ili utoke kimaisha. Ngoja nisikilize vizuri. Mfano mwingine. Sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 12. Alafu nitarukia mstari wa 15 hadi wa 19. Tuisome hiyo. Wakati huu wanaume na wanawake zao wakalia kilio kikuu dhidi ya ndugu zao Wayahudi. Hapa kuna watu ambao ni matajiri, maafisa, walianza kutake advantage. Yaani wakati wa ujenzi kulitokea njaa. Wakati wa ujenzi, kwa sababu watu hawalimi, hawafanyi nini, hawakusanyi, hawafanyi biashara. Watu sasa, kuna watu walikuwa maskini pia na hali ikaendelea kuwa maskini. Sasa watu wengine matajiri wakaamua wafaidike kwa ajili ya umaskini wa wengine.
Msikilize Nehemia alichokifanya. Wanaume wakalalamika. Baadhi yao walikuwa wakisema, sisi na wana wetu na binti zetu tuko wengi, ili tuweze kula na kuishi ni lazima tupate nafaka. Kwa hiyo kulikuwa na upungufu wa chakula, nafaka. Wengine walikuwa wakisema tunaweka rehani mashamba yetu, mashamba ya mizabibu na nyumba zetu. Yaani mashamba walikuwa wanaweka rehani ili tupate nafaka wakati wa njaa. Kwa hiyo unakwenda unampa ili upate chakula, unasema weka shamba lako, weka. Si mnajuaga mambo ya riba au ya mambo ya kuchukua collateral, mnasema collateral security. Kwa hiyo wanaweka rehani, dhamana, iwe nyumba yako, shamba lako. By the way, hata watoto walitolewa kuwa watumwa, utasoma huko. Wengine walikuwa bado kukawa na wengine walikuwa wakisema tunaweka rehani mashamba yetu, mashamba ya mizabibu na nyumba zetu ili tupate nafaka wakati wa njaa. Bado kukawa na wengine waliokuwa wakisema itubidi tukope fedha ili kulipa kodi ya mfalme. Kodi ya mfalme ni Artashasta kule, mfalme wa Jemi, kwa ajili ya mashamba yetu na mashamba yetu ya mizabibu. Kwa hiyo mashamba mengine yalikuwa yanatolewa ili walipe kodi. Ingawa sisi ni mwili na damu moja sawa sawa na watu wa nchi yetu, na ijapo wana wetu ni wazuri kama wao, bado inatupasa kuwatoa wana wetu na binti zetu kwenye utumwa. Kwa hiyo mwingine anasema unataka chakula, unataka pesa, mtoto wako atakuwa mtumwa wangu. Wa Wayahudi kwa Wayahudi, mpendwa kwa mpendwa, kwa lugha nyingine. Baadhi ya binti zetu wameshakuwa watumwa tayari, lakini hatuna uwezo wa kuwakomboa kwa sababu mashamba yetu na mashamba ya mizabibu yetu ni mali ya wengine. Kwa hiyo sasa kuna hali mbaya. Jamani, hapa ni ujenzi unaendelea. Niliposikia kilio chao na malalamiko haya, nilikasirika sana. Thank you God. Yani thanks to God kwa ajili ya mtu kama Nehemia. Akakasirika. Nikayatafakari katika akili yangu, nikiwalaumu wakuu na maafisa. Hao wakuu na maafisa, the nobles, wengine wanaita watu matajiri, watu waliokuwa mataikuni wengine na maafisa. Nikawaambia, mnawaonea ndugu zenu kwa kuwatoza riba. Basi nikaitisha mkutano mkubwa ili kuwashughulikia na kusema, kulingana na uwezo wetu tumewakomboa ndugu zetu Wayahudi waliokuwa wameuzwa na kwa watu wasioamini, kwa magentile, kwa watu ambao sio wapendwa. Sasa mnauza ndugu zenu ili wauzwe tena kwetu. Yaani mimi sielewi hii kitu kinaendeleaje? Yaani mchukue watumwa, watu tumewakomboa kule utumwani, halafu tena na nyie tena mchukue kwa watumwa. Yaani mbona sielewi, mbona haingia akilini? Walinyamaza kimya kwa sababu hawakupata chochote cha kusema. Nikauliza, semeni, what is your motive? Yaani nyie ni ya Mungu. Sio swala tena la mtu kutajirika kupitia hii kazi tunayofanya. Wakanyamaza kimya kwa sababu hawakuwa na chochote cha kusema. Basi nikaendelea. Naambia, mmenyamaza kimya, sikilizeni sasa. Mnachokifanya sio sawa. Je, haikuwapasa kutembea katika hofu ya Mungu? Nyie hamtaki kuwa na hofu ya Mungu ili tuepukane na shutuma za maadui zetu wasioamini. Tunatukanwa huko atupe shida, na nyie tena mtupe shida huku ndani. Mimi na ndugu zangu na watu wangu tunawakopesha watu fedha na nafaka. Lakini jambo hili la kutoza riba likome. Sawa, wapeni vitu lakini warudishe vizuri. Mambo ya kwa riba, sijui nini, tutachukua hiki, tutachukua nini, achane nacho. Warudishieni mara moja mashamba yao. Mashamba yao ya mizabibu, mashamba yao ya mizeituni na nyumba zao. Pia riba yao mnayowatoza na sehemu ya fungu la 100 la fedha, nafaka, divai na mafuta, rudisheni. Mstari wa 12. Wakasema tutawarudishia, asante Mungu. Tutawarudishia na hatutataka kitu chochote zaidi kutoka kwao. Tutafanya kama ulivyosema. Kisha nikawaita makuhani na kuwafanya wakuu na maafisa kuapa kufanya kile walichokiahidi. Wasema tutafanya, ambia njoni madhabahuni. Apeni hapa madhabahuni. Mungu, sisi kuanzia leo tunakoma, hatutawatoza riba. Amen. Nendeni mkafanye. Haya. Mstari wa 15 tafadhali, rukia mstari wa 15 hadi wa 19. Lakini watawala wa mwanzoni, yeye sasa anajielezea, watawala wa mwanzoni walionitangulia waliwalemea watu kwa kuchukua kutoka kwao shekeli 40 za fedha pamoja na chakula na mvinyo. Wasaidizi wao pia walijifanya wakuu juu ya watu, lakini kwa kumheshimu Mungu sikufanya hivyo. Mimi nilikuwa na haki zangu nimeziacha za kutoza kodi. Mimi nilitakiwa nyie nianze kuwatoza pia. Mimi ni governor, mkumbuke.
lakini mimi sijafanya hivyo. Kwa nini nyinyi mnataka faida tu, kujiwaza mimi? Umimi wa nini? Haya, twende mstari wa 16. Badala yake nilijitoa kwa bidii katika kazi ya ukuta. Mimi, my desire ilikuwa tutoke kwenye aibu, ilikuwa tutoke kwenye shutuma. Mimi nimejitoa moyo wangu, hata vitu vyangu halali sijachukua. Watu wangu wote walikutanika pale kwa ajili ya kazi. Mimi na jopo langu, mimi mwenyewe Nehemia, nilikuwa naingia kwenye kazi. Hatukujipatia shamba lolote, wakati ningetaka mimi ningepata mashamba. Mstari wa 18. Zaidi ya hayo mstari wa 17. Zaidi ya hayo, Wayahudi na maafisa 150 walikula mezani pangu pamoja na wale waliotujia kutoka mataifa jirani. Mimi nilikuwa nalisha watu 150 kila siku. Hela mnafikiri zinatoka wapi? Mbona natumia hela zangu? Anawakemea hapo, anawaeleza. Na pia wageni wakija huwa nawatoza hela. Watu wakija kumtembelea governor, mimi natoaga hela zangu. By the way, alikuwa amefanya savings za kutosha alipokuwa kule mnyweshaji wa Tashasta. Alikuwa na hela za kwake. Kwa hiyo alikuwa na hela. Akasema nitatumia hela zangu ili watu wale, ili kazi ya Mungu ikamilike, maono yakamilike. Mstari wa 18. Kila siku niliwaandalia maksai moja. Ngoja niwaambie sasa, mimi alikuwa anakufa maksai moja kila siku, naua ng'ombe maksai anakufa, na kondoo 6 wazuri, na kuku na mvinyo wa kila aina kwa wingi, kila baada ya siku 10. Licha ya mambo haya yote, sikudai chakula kilichokuwa fungu la mtawala. Sikudai hata chakula ambacho ni fungu langu, kwa sababu madai yalikuwa mazito sana kwa watu hawa. Watu ndio wanaofanya kazi, mimi sikufanya hivyo. Mstari wa 19 mpaka limenitoa machozi. Unikumbuke kwa fadhili, Mungu wangu, kwa yote niliyofanya kwa ajili ya watu wako. Yaani mimi nimejitoa kwa ajili ya watu wako. Mimi kwa ajili ya watu, niwatoe kwenye aibu. Sasa mwingine anataka kuteka advantage pia ya kazi ya Mungu. Sikiliza, mimi ninachotaka kusema ni hiki. Na hata unapotimiza maono yako, usifanye dhuluma. Na huyo iwe baraka kwa watu. Kuna mwingine anafanya hata biashara na dhulumu mpaka wanaomuuzia. Hivi kweli, are you serious? Mpendwa kabisa, amekufanyia mtoto wa watu, hana maskini haya, amekuja kufanyia kazi, alafu umlipi, kisa nijikusanyie, alafu unasema nitabarikiwa hiyo kazi yangu. No. Kwa hiyo Nehemia akawakemea. Kwa hiyo ninachoandika hapa, aliwakaripia matajiri waliokuwa wanadhulumu maskini kwa riba kubwa wakati wa ujenzi. Kwa hiyo akawalazimisha kurudisha yale mashamba, na mwisho wa siku, kama nilivyokuambia, alikuwa ni mtu wa maombi. Akaenda mbele za Mungu akasema, Mungu nikumbuke kwa wema na ufanye. Sasa hiyo roho ya Nehemia nataka nikuambukize wewe. Ujali watu wengine, usionee watu wengine. Outreach maana yake uwe baraka kwa wengine. Outreach uwe baraka kwa Mungu. Sawa? Sasa nikufundishe kwa dakika chache vitu vya muhimu sasa. Practical, very practical. Kwa sababu hapa unaweza kuniuliza, sasa nakuaje baraka kwa wengine? Baraka za aina 3. Ya kwanza ni baraka ambazo hazihitaji kipato. BA, baraka ambazo hazihitaji kipato. Yaani haihitaji kipato chako au mali zako, lakini unakuwa baraka kwa watu. Lakini jambo la pili ni baraka ambazo kutokana na mali na kipato ulicho nacho. Lakini baraka ya mwisho ni baraka ya muda. Haya, tuanze la kwanza. Namna ya kuwa baraka katika shughuli zisizo na kipato. Wewe ni mwanafunzi, uko masomoni, una ujuzi, taaluma umepata, au kuna huduma ambayo Mungu amekupa. Lazima, la kwanza hapa, kwenye shughuli ambayo haina kipato, lazima Mungu au kanisa lifaidi mafanikio yako katika masomo yako, katika ujuzi wako, katika taaluma yako, katika huduma yako. Asubuhi nimewaambia hivi, hili kanisa limechorwa na ndugu yenu anaitwa John Mwagisa. Wengine mnamfahamu, ni architect. Tulipofika maono ya kujenga, akasema, baba, mimi sadaka yangu, na sikumbuki hata kama alitoaga hela yeye ya mchango.
Akasema mimi nitachora bure, na kachora vizuri kabisa. Ndicho nachokuambia, taaluma yako hii hapa sio fedha. Taaluma yako, ujuzi wako unahitajika kwenye kanisa. Yaani Mungu akikubariki, hicho alichokubariki nacho, kama ni elimu yako, kama umekuwa injinia, kama umekuwa mara nyingi mimi nawafundisha haya mambo. Una ujuzi wa aina yoyote, leta ujuzi wako ufaidi. Juzi nilikuwa nawaambia watu hata kwenye kikao, nikawaambia jamani, wahasibu kweli tuanze kulipa hela kwa ajili ya kutengeneza nini, financial guideline au financial manual? Hapana. Lakini iko kwenye maono. Haya, idara zote zinahitaji miongozo. Tuanze kulipa watu watuandikie miongozo kweli? Kwanza watu wenyewe nilichowaambia watakuja kuwahoji nyie, alafu nyie tena ndio mnampa material, alafu anakuandikia. Anakunja milioni zake 10. Si afadhali hata unajua kwamba huwa kuna maono, kuna moja ya mkakati wa haya nawapa kodi. Moja ya mkakati wa idara ni kutekeleza maono ya kanisa. Stali. Nyie mnaposema kuwatembelea waliojifungua, wengine sio wenye shida, tunakwenda kuwaona, jingine ni kutekeleza maono ya kanisa. Inawezekana usikute kwenye idara zingine ambazo na uzoefu. Ndio hizo kodi. Sasa wewe unataka hiyo guideline watuandikie kweli wapagani ule? Tuwape hela. Hapa ndio maana nakwambia hivi, tumia kile Mungu alichokubariki. Iwe ni fedha, iwe ni ujuzi, iwe ni mali, iwe ni chochote, iwe ni yani tumia ili kwamba Bwana sasa hapa nasema kile ambacho unaweza katoa kama ujuzi, kama taaluma kwa ajili ya wale uliowasomea. Jambo la pili, lazima binadamu wenzako, hapa ni kwa ajili ya Mungu, lakini lazima binadamu wenzako nao waguswe na hayo masomo yako na ujuzi wako na taaluma yako na huduma unayofanya. Mimi natamani ifike mahali watu wengine hata walimu nawapa changamoto muweze kusema, unajua tuliandaa kambi ya afya, medical camp. Tulisha kufanya na tutaendelea kufanya. Mimi natamani hata wengine waseme tuwe na education camp. Wakati wa form 4, wakati wa form 6. Yaani walimu mniambie tu kwamba bwana tunataka tutumie haya madarasa tuwafundishe watu, ndio tunahubiri na injili. Hivi nafikiri watu hawatatukumbuka. Lakini umetumia elimu yako. That's how the church can benefit from your skills and your profession. Lakini binadamu pia lazima waguswe. Luka 3. Ile ya Mungu kuguswa na huduma yako au ujuzi wako. Nenda kasome Kutoka 31 mstari wa kwanza hadi wa 11. Utasoma kwa wakati wako. Ni habari za yule Oholiabu na yule Bezaleli ambao walipewa ujuzi ili kujenga hekalu la Musa. Lakini jambo la pili nimesema binadamu wenzako wafaidike. Luka 3 mstari wa 10 hadi wa 14. Naomba twende kwenye Luka 3 mstari wa 10 hadi wa 14. Ule umati wa watu ukamuuliza, walienda kwa Yohana Mbatizaji, inatupasa tufanyeje basi? Watu walikuwa naambia, na sisi tufanyeje? Yohana akamwambia, aliye na kanzu 2 amgawia asiye nacho, naye aliye na chakula na afanye vivyo hivyo. Jamani, hivi kwani wewe ukibarikiwa maskini wao wanafaidi hata wa kanisani tu? Kuna watu wahitaji hata hapa. Na nashukuru Mungu leo mimi nimetoa na zawadi. Najua hakuna mtu angewakumbuka kuwapa zawadi wale. Mimi baba yao nimewapa zawadi. Najua watakwenda wanafurahia. Si ndio hata mjukuu wangu atafurahia. Sijui utamnunulia nini. Lakini amefaidi kwa sababu mimi nimepewa. Mimi si nimepewa kwa sababu ya nafasi yangu. Watu wananibariki. Hao watu utaumia wewe mwenyewe, Faraja, utaumia wewe mwenyewe kumtengenezea keki mwenyewe. Sana mume wako ndio atakusaidia. Watakuchangia kanisani. Kuna mtu amekuchangia hata amekumbuka kuna mtoto wako. Au hata baada ya hapo unafikiri atakuchangia. Baba yako amekukumbuka sasa. You become a blessing to others. Sasa wengine wana roho ya nini wanasema ya korosho. Ili ujikunja hivi. Mungu ambariki vipi? Leo ana 100,000, amepelekwa milioni, anatengeneza milioni 2. Jamani, tujifunze hata kwa mataifa huko bwana. Mnajua wanavyokuwa baraka huko. Kuna wengine mpaka wanafadhili hata na mpira tu.
Mabilioni wananunua wachezaji. Sasa hizi kuna kipindi cha kusajili wachezaji. Mtu anamwambia bilioni 10 na kitu anaziweka ili kwamba asajili. Yaani wewe kusajili kwa ajili ya Bwana. Yaani ndio maana nimewatoza hapa, yaani nikamwambia toeni tukafanye kazi ya Mungu kule. Kuna wengine wametuanza. Sasa utakuja kufanya nini? Yaani nikwambia tu kazi ya Mungu. Hapa sili mimi. Waliotaka nile mimi wamenipa. Toka tarehe 13 wamenitumia, wamenirushia. Hii sasa hata hii kwa ajili ya Bwana. Na mmefanya hekima nzuri, praise team, Mungu abariki. Na Yesu Mungu amewapa maono vipi? Mkachengesha. Tunampa baba lakini kupitia baba itezi. Hizo hekima za kiroho hizi kodi za kiroho zinahitajika kwa kweli ufahamu. Ingekuwa wakati hizo zamani. Kuna wazee wetu ungefanya hivyo. Mngeambiwa madhabahu, naambia nyie mnafanya mchezo nini? Itezi mnayo siku zote. Ni faidi mimi tu. Sasa baba yenu niko yani completely different. Yani kabisa mimi kwangu kwanza ni raha, na ndio maana nimehamasisha, zimepatikana 800 sasa. Sio 300 tu, 800. Na mpaka na kuni kutoka kwa mama Boko zimepatikana. Sasa msingefanya hivyo. Mungu awabariki, mmefanya vizuri. Yani sasa ninachotaka kusema, watu wengine kwa baraka kwa wengine ni kazi. Haya, huyo akaambia mpe mtu watoza ushuru nao wakaja ili wabatizwe. Wakamuuliza, Bwana na sisi inatupasa tufanyeje? Sisi watoza ushuru. Akamwambia msichukue zaidi ya kiwango kilichopangiwa. Msidhurumu kwa maneno mengine. Wewe unaweka na za kwako. Ole wenu mlioweka kwenye kutoza ushuru. Unakwenda kutoza ushuru unasema ni pena kwangu nikufutie deni. Umfutie deni utafuta kwenye system wewe. Tunataka kula tu. Corruption. That's corruption. Ni rushwa. Mimi maisha yangu nilikataga rushwa, nimewaambia asubuhi. Mtego wa kwanza kabisa, mimi niko Meta nafanya kazi. Kijana kadogo, mshahara wangu shilingi 10,000. Akaja Msomali moja kanipa 30,000 bahasha 30 kaifunga. Akaniambia na 30,000 hizi, naomba nikupe hii kama shukurani ukamtibu mke wangu. Shukurani ina maana unalazimisha, hii ni rushwa. Nashukuru Mungu nilikuwa na macho ya rohoni. Nikamwambia hapana, hii ni rushwa. Sio rushwa. Ni shukrani, sio shukrani, ni rushwa. Asubuhi tumewafundisha madaktari wanataka CCD, chakula cha daktari. Hii chakula cha daktari CCD. Sio kwamba mimi nilikuwa sichukui shukrani. Kuna mtu nimemwambia baada, yani nimeshamtibu mama yake, imechukua miezi sijui 4 sijui 5, wakati wa Christmas akaletea kreti ya soda. Wakati wa kreti ya soda letewe. Kunywa Christmas mimi tu, si wakati ulikuwepo mama. Hivi ulikuwepo kipindi hicho au nilikunywa mimi peke yangu? Nilikuwa hapa Mbeya. Nikaletea kreti ya soda bwana. Ulikuwepo wakati wa hata nilikusimulia tu. Sijui bwana, inawezekana tumeshasahau. Kreti ya soda bwana. Nilichukua. Hiyo ni shukrani kweli. Miezi 4 kwanza nilishasahau. Hata nilimhudumia alipona yule mama yangu na nini. Wale Mungu akubariki sana kwa moyo wako, hukunitoza chochote. Hivyo ndio hiyo ndio shukrani. Hata Yesu alikuwa anataka shukrani. Sema yuko wapi? Ameponya huyu peke yake, mbona amekuja mmoja tu kushukuru? Sasa unakwenda kwa Mungu, niliwaambia asubuhi, unampelekea Mungu ili umhonge. Una matatizo kibao ya kiroho, alafu unakuja na milioni unataka kuleta hapa madhabahuni. Hiyo ni hongo. Unafukizia tu. Unafukizia. Mchungaji, milioni 5 hapa ya kwenda Itezi. Lakini moyoni roho inakwambia ili dhambi zako uchifiche. Hatuendi hivyo. Tunachotaka wewe Mungu akutendee wema kama hivyo, amekuinua kwenye biashara, kwenye mambo yako yanakwenda. Alafu useme Baba narudisha shukurani kwa sababu kwa watu na kwako, kwa sababu umenibariki. Sio ili ufiche madhambi. Yaani ukiniletea hivyo, kesho nikagundua mzinzi na kutenga. Yaani kabisa kweupe. Na kukazia na macho kabisa, nasema mwanangu na kutenga. Ulileta milioni 5 juzi, asante. Hata kama ulinipa mimi, na kutenga. Jaribu.
Kwa unajua shida, unajua ndio mara nyingine we make upasta tunaweka so simple. Yaani Mungu mtu anihonge, afu ili kesho anajua litabunguruka. La kubunguruka. Pastor Caleb, mwanangu nianze kukuosia mapema tu kabisa hapa. Usiangalie hivyo vitu esi. No. Waache, unaona matajiri walivyomletea shida. Yaani matajiri ni wazuri, lakini asilete hela ili ufukie dhambi. Hiyo mwambie dhambi tushughulikie kama dhambi. Na hela nilikula, by the way, nilimaliza, lakini itabidi ukae bench kidogo. Maneno magumu. Naona kama mnielewi. Iko hivi, unatakiwa haya, au watu wakasema msidhulumu. Wanaofuata askari nao wakamuuliza, je, nasi natupasa tufanye nini? Maaskari wale wanauaga watu, wanaua majambazi. Na sisi tufanye, msidhulumu mtu wala msishtaki kwa uongo. Ila kama mmemshtaki kwa uhalali mwache, akihutumiwa kifo. Kodi hapo. Kwani maaskari wao wanaandika mashtaka kwa ajili ya watu wanaofungwa tu miaka 10. Wengine wanaenda kuuawa. Hakimu akikaa pale anasema hili kosa. Na juzi nimeona kuna mtu ameua baba. Jana alikuwa anatembea mtandaoni. Baba yake mzazi na baba mdogo kaua. Wamempiga pingu. Alafu nataka askari aseme, kwa ajili ya kazi yangu ya upendwa, wewe najua hukumu yake itakuwa kifo. Ngoja tuchengeshe, wewe ndio utakamatwa. Yuko kazini. Ndio nilikuwa nakwambia askari, msiwashtaki watu kwa uongo, bali mridhike na mishahara yenu. Tunajua nyie shida yenu ni mishahara yenu. Nampenda huyu ana mbatizaji naye alikuwa anatoa makavu. Hii ndio makavu live, unajua hii. Hii ndio makavu live, mridhisho na nyie kuhongwa, yani kwa sana. Mwacheni kuhongwa. Haya tumalizie. Nafikiri ndio hiyo ya mwisho. Haya, jamani, hiyo ni kuwa baraka kwa watu wengine. Jambo la B ni kuwa baraka katika shughuli zenye kipato. Na hapa mnajua kabisa. This is my topic. La kwanza, uwe baraka kwa Mungu. Kwa Mungu. Mungu ale fedha zako na vitu vyako, ale. Na hapa niseme mapema, ale michango, changizo. Tuna sadaka za ujenzi, toa. Mungu ale sadaka kila wiki, njoo na pesa kwa sababu Mungu amekubariki. Toa zaka kamili. Mungu amekubariki, toa zaka. Tena Biblia inasema zaka ni ulinzi, ili kwamba alinde vile ile kitu ambako sadaka zinatoka. Lakini pia vitu kwa ajili ya kazi ya Mungu, toa vitu. Vikihitajika vitu, toa. Leo tumeshuhudia, asante kwa sababu leo somo leo nimerahisishwa na mama Maboko. Akasema dhahabu na fedha sina, na ni kweli, hela tumeishiwa. Kwani uongo? Mama, si watu naishiwa. Sasa tufanye nini? Mahindi hapo. Tumevuna gunia ngapi? Sijui 4. Ndio tumemaliza sisi za mwaka jana. Ndio unga sikatoa. Kwani tukitoa debe ndio tutalala na njaa. Kwanza wenyewe mimi mwenyewe sio mlaji wa ugali mzuri. Mimi chapati hivi na maini. Sasa mimi ugali mimi wakinipishaga usiku tena naambia jamani nitaota usiku. Nitaota nafukuzwa. Ugali jioni. Huyu hapa muulizeni mama. Yaani ile ugali nashindilia alafu utaota unafukuzwa. Kwa hiyo unakimbia lakini kumbe imejaa. Asante, unaniambia ni kweli tumbo limejaa. Mimi mwenyewe sio mlaji wa ugali. Pamoja na Msukuma. Mimi wali na uchapa vizuri tu. Maana ilikuwa kwa mama yangu nilikuwa nakula wali asubuhi, yani lazima apike mwingi, kipaki kiporo. Asubuhi tunapiga kiporo cha wali, alafu na jioni yeye atapika mihogo yake na viazi. Jamani, mawali yametuchosha. Mawali, unajua Wasukuma. Mawali yametuchosha. Kaugali, yani tupike na kaugali. Naambia yeye utapika hivyo mama. Mimi ugali hapana. Wali, unajua watoto kwa wali. Sasa ile mpaka leo imenikaa. Sio uasili nakula, ila kwa mapose nakula kwa step.
Simama, si ndio? Ni kweli. Mimi nasemaga ukweli tu. Mimi unajua mimi sasa ndio sasa nisemaje. Sio kama nikija kwako kunipikia ugali sitakula. Kama ndio naacho wewe pika tu, mimi nitakula. Ila ukiweza kupika chapati, hapo umenipata. Juzi nilipikiwa chapati ese. Mama Mungu akubariki. Wana nishtuaga mara nyingine napikiwa kwa chapati tena. Sio nakula chapati kila siku, ila nikizila naweza nikazichapa vizuri. Kiwa na maini roast hivi. Na kanyama, mwingine kakuku, mwingine maini, mwingine nyama ya ng'ombe. Hizo wazi baki. Chapati. Mpaka tuhakikishe kwamba tumeona pale sahani imekauka. Juzi akala 2 mama. Mama anatoa siri. Alafu nikachukua ya kwanza, nikachukua ya pili, nikachukua ya tatu, nikaona sahani imekuwa nyeupe, nikamwambia mama, aibu sasa hapo sasa. Utaongeza au? Akasema nikasema asante. Sasa ukiwa mwanamke ambaye anakuachia chapati sawa sana. Akasema hiyo malizia tu, mimi 2 zinanitosha. Nikamwambia asante, na binti yangu naye ameweka 5. Na wewe binti, Mungu akusamee. Sasa jamani ndio shida yangu hiyo. Kwa hiyo sasa ninachotaka kusema ni kwamba sasa ugali umetolewa, ametoa kuni. Tuna makuni tulikataga zamani huko miti ipo kuni. Hata hapa mnakumbuka tulikuwa tunaita kuni mara nyingi. Zipo bado. Sasa ndio hicho kilicho nacho. Sasa wewe yani mavitu mpaka nakozea. Juzi nilikuwa na maviatu yamebaki nikatupa huko, nikamwambia bwana atakayechukua achukue. Yani unajua jamani, yani kuna vitu mwingine yani ni mchoyo mpaka vitu ambavyo hata havimsaidii yeye, lakini ili viwe vyake tu. Hapana. Haya, soma maandiko haya Kutoka 35 mstari wa 4 hadi wa 5 na mstari wa 21 na mstari wa 29. 35 Kutoka mstari wa 4 wa 5, 21 29. Ni wakati wa ujenzi wa nini? Wa hema la kukutania kule nyikani, wakati wa Musa. Nyakati wa kwanza sura 29 mstari wa 3 hadi wa 6, alafu mstari wa 9 na wa 34. Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 3 hadi wa 6 mstari, alafu narukia wa 9 na wa 34. Hii ni wakati wa kutoa kwa hiari, wakati wa ujenzi wa hekalu, wakati wa Daudi. Alafu Mithali 3 mstari wa 9 hadi wa 10, kumheshimu Mungu kwa mali zetu. Malaki 3 hadi 10, zaka. Alafu Luka 8 mstari wa kwanza hadi wa 3, utasoma pia wa Korintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7 hadi wa 8. Wa Korintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7 hadi wa 8, wa Galatia 6 hadi mstari wa 6. Hayo utayasoma kwa wakati wako. Lakini nisome tu Mithali 3 mstari wa 9 hadi wa 10 tafadhali. Mungu wa Israeli. Mithali 3:9. Mheshimu Bwana kwa mali zako. Yaani hapo ndipo napapenda, ni heshima. Yaani kumtolea Mungu ni kumheshimu. Kama ulikuwa hujui, soma na mengine kwa malimbuka yako na mazao na mengine utasoma. Lakini kumtolea Mungu ni heshima kwake. Kwamba Mungu ndio aliyenipa, Mungu ndio aliyefanikisha maono yangu, Mungu ndio anayenisaidia, Mungu ndio aliyenibariki. Ukitoa unaonyesha heshima. The Bible says honor the Lord with your wealth. Biblia Kiingereza na utajiri wako, yale uliyojirundikia. Mheshimu Mungu kwa hivyo. Kwa maneno mengine, uwe tayari kumtolea Bwana. Usikasirike tukikwambia kumtolea Mungu. Sawa Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7 na 8. Wakorintho wa pili 9, 7, 8. Ni mstari ambao tulishakuwa, mstari wa 8 tulishawahi kuwa nao kama mstari wa mwaka. Kila mtu atoe kama anavyokusudia moyoni mwake, si kwa uchoyo. Nilikuwa nasema uchoyo, sio kwa uchoyo au kwa kulazimishwa. Usifanye kwa kulazimishwa, usifanye kwa uchoyo. Don't be greedy. Yaani kuna wengine wachoyo, yaani hata kwa Mungu ni wachoyo, kwa kazi ya Mungu wachoyo, na Mungu anawabariki. Mungu amekupa maono, amekufanikisha,
Lakini wewe kumtolea yani wewe kutoa vya kwako, no, ni kama mtoto ambaye kapewa pipi alafu namwomba pipi anakunyima. Mtoto nampa ndizi alafu naiomba. Na analia kabisa akinyang'anywa. Mfundishe mtoto tabia ya kuwa mkarimu. Biblia inasema si kwa uchoyo wala kulazimishwa, na mimi wala sifanyi kukulazimisha. Kama hujawahi kunielewa katika utoaji, endelea kukaa hivyo hivyo. Watu wanafikiri mimi hapa, jamani mimi najua, na ukweli huwa naangalia mpaka na kitabu cha zaka naangalia. Ambao hamtoi na wajua, ambao hamtoi zaka. Na najua mna vipato vizuri wengine. Lakini nishawahi kukuita. No, nimekuacha hiari yako, ila nitakufundisha. Na wewe usinipangie kufundisha, nitakufundisha tu. Umechoka kusikiliza? Ndio hivi sasa. Leo hujajua na hubiri zaka, nimehubiri tena. Yesu hakukataza kutoa zaka. Alisema fanyeni mambo ya maadili na mambo mema, lakini msisahau pia kufanya hayo mengine ambayo ni zaka. Walimwendea Mafarisayo wakasema tunatoa zaka, tunatoa nini na nini na nini, akamwambia sawa, lakini mambo ya maadili mmeyafanya, lakini pia na hayo ya kwanza, yani zaka, msiache kutoa. Yesu mwenyewe wamemkoti watu wawili, Mathayo kamkoti na Luka kamkoti. Hajawahi kukataza. Sasa zaka ni imeandikwa wapi? Ni Agano la Kale. Yaani mimi nikikwambia Mungu anifundisha mimi nikiwa mwanafunzi pocket money kutoa zaka. Na boom la shuleni kutoa zaka. Mimi nimeoa, si niwaambia nimeoa nikiwa mwanafunzi. Nilikuwa natoa tangu wakati ule. Kuna wakati Mungu akatuletea, yani kuna mtu akaguswa, tumeishiwa chakula, akaguswa, unakumbuka mama hiyo nani? Akaguswa kutoka Songea, katuletea gunia la mahindi Dar es Salaam. Mimi sijawa mchungaji wakati huo. Paka nikashangaa, Mungu, what is this? Nishakwambia mimi najua kwa ajili ya utoaji. Nilitoka Ulaya, nimewaambia, nikatoa mavyombo pale kanisani, nikatoa na zaka yangu vizuri. Ninamaliza tu, mimi nimetoa 1.5 milioni, Mungu ananipa 2.9 mwaka 2005. No, sio 2000, mwaka 99. Mimi nikapewa kazi consultancy mwezi mmoja, 2.9 milioni. Nikatolea fungu la 10 tena, nikawapiga makochi wachungaji pale walikuwa nakaa kwenye magogo. Nikasema Mungu, mimi lazima afu mimi wa Mungu namuuliza unakula ngapi? Nishawaambia mimi, kama ni mchoyo usiulize, Mungu atakuelekeza. Nikupe tahadhari, usiige. Hizi kodi zinawafaa watu waliokomaa kiroho. Yaani Mungu anakubariki, alafu namwambia Mungu nakula ngapi? Atakwambia. Angekwambia nenda kajenge makao makuu ya THM, lile gorofa lote ulimalize. Kwako utalia mwenyewe. Mimi nilimuulizaga Mungu. Ulaya mimi Mungu kanibariki. Maela nimebakiza. Nimeenda kusoma mwaka 99. Namaliza nikajifanya kihelehele. Sio kujifanya, nashukuru Mungu. Mungu unakula ngapi? Mungu utakula ngapi? Mungu akanambia usinunue double cabin. Nilikuwa nataka kununua double cabin, sitasahau. Akaniambia nunua saluni car. Nikasema hui. Saluni car. You start anielewa. You start kila tukifikia double cabin, Toyota Hilux. Nikampigia simu, nikamwambia mama, kumekucha. Vipi? Mungu kasema tusinunue Hilux. Sasa itakuwaje? Ndio hivyo tunanunua saluni car. Ashukuriwe Mungu kwa ajili ya Yusa. Hivi unafikiri Yusa ataniambia no? Nyie mnavyomwona huyu hajaanza leo. Ndio maana mwe mnaoa kwa akili pia na heshima. Mwe makini. Mwingine anasema no. Hela zote hizo ziende madhabahuni. Hapana baba hapana. Tutamiliki lini double cabin? Shukuru Mungu kwa kina Yusta. Fanya kama Bwana alivyotaka. Nikatoa bwana. Kisa nimeambiwa kununua vyombo vya kanisa. Viliniumapo lakini nilikuja huko moyoni nasema Mungu, kwa kweli ya mambo ya kuuliza afadhali nisingeuliza. Kumbe Mungu ananitega. Unajua Mungu ana mitego kama Ibrahim.
Ibrahimu alimwambia na akatoe mtoto, alafu amefika pale kwenye hatua tu ya kutoa akamwambia nakubariki sana. Yaani katika kukubariki, kama hujaninyima nitakubariki sana. Unataka maono yako yabarikiwe zaidi, umheshimu Mungu. Mheshimu Mungu kwa mali yako. Ndio hiyo sasa, nimefika hapa, nimefikisha vyombo, watu wanashangilia, mimi naumia, watu wanakuja wanatiki, na wamama wakinyakiuza na nyewe na tiki zenu. Watu yaani mimi nimekaa pale nikiangalia vyombo nasema mngejua nyie mimi hapa nimeumia. Mungu ananiambia ninakwenda kuripoti tu kazini. Yaani wiki inayofuata na ripoti kazini. Unajua ninachoambiwa? Kuna consultants. Umetoka kusoma masters. Consultants yenyewe. Kuna mtu ametoka Ujerumani, hajui Kiswahili. Tutakuwa nakwenda ofisi hadi ofisi Dar es Salaam. Wewe unamtafsiria na kumsaidia, yeye ndio anaandika, ndio consultant mkuu. Wewe unamsaidia kumonyesha njia za kwenda maofisi yalipo na kumtafsiria na nini na nini na hivi, na wewe na ujuzi unaweka kidogo kwenye ujuzi wako. Tulikuwa tunaandaa mkutano eti wa STD, Sexually Transmitted Disease, mkutano wa kitaifa. Ameletwa consultant kutoka Ujerumani, mimi msaidizi wake. 2,900,000 niligalagala mwezi mmoja. Mimi nimempa 1,150,000 kununua vyombo. Mungu anipa 2,200,000. Ndio maana mimi jamani, kwenye ukrezi wa kutoa, mimi ikifika kutoa niacheni tu. Na Yusta najua tumeshaambukizwa. Mimi na mke wangu yani mimi siwezi, ndivyo nilivyo. That's my life. Sasa kama uamini basi ndio hivyo. Kuna mwaka Yusta nimemkatalia kununua gari. Nilimkatalia kununua gari. Alikuwa anahitaji gari, nikamwambia no. Tukatoe kwa ajili ya Mungu, sio kwa ni kitu gani tu. Kwa tunatakiwa sio ni kule wakati tunajenga kule kanisa, si ndio? Nikatoa nikaahirisha kumnunulia gari. Mwaka uliofuata ndio nikamnunulia. 14,000,000. Mimi nimetoa 10,000,000 huko kujenga kanisa. Hiyo 10,000,000 sio sasa hivi. Yaani wewe tu 10,000,000 unashtuka sasa hivi kutoa 10,000,000 sasa hivi. Hiyo nakwambia mwaka gani? 2007 2008. Sio? 2007 2008. Sasa wewe yani unasononeka ukiambiwa kutoa, yani umetuanza. Yani leo ndio somo lenyewe hilo. Yani hilo ndio somo. Natamani mwambie mwenzako hilo ndio somo. Mimi sasa sinaga hizo kodi. Lakini bwana hilo ndio somo. Yani mimi sijawahi kujuta kumtolea Mungu. Sijawahi kujuta kumtolea Mungu. Na ndio maana sasa hivi nimeshajilipua. Nimwambia Mungu, ukiweka tu hela mikononi mwangu unakula. Sikwambia asilimia nilizomwambia. Sasa mimi saizi ninasomesha wajukuu. Hivi Mungu leo akinipa 50,000,000. Nifanye nini sasa? Hivi nafikiri utafanya nini? Yaani asilimia kubwa itaenda kwenye maono ya THM. Nakwambia kabisa. Kabisa nakwambia kweli. Ila Mungu akaniambia nitakuinulia watu. Sasa watu ndio nyie. Si unajua Mungu alinikomesha na mimi. Na majivuno yangu na mimi. Ila Mungu, Mungu nisamehe tu, nisaidie. Nimekoma Mungu, nipe hela tena, nipe hela. Yaani siku moja tu nilisimama pale sasa. Yaani hata watu wasipolipa mimi, nitalipa mwenyewe. Mungu akasema umebeba utukufu. Yaani siku hiyo sijui. Hivi mama uliona nini siku hiyo? Yaani au nilisema kwa majigambo sana au yani manake na sisi tukisimama madhabahuni bwana. Yaani mama akasema umesemaje pale? Nikamwambia si nilikuwa nasema nitatoa zile Mungu alizonibariki. Hukusema Mungu alizonibariki. Umesema nitatoa mimi. Nasema oho, ndio yale ya Musa. Kwamba mimi siwezi nikawatolea maji kwenye mwamba huu. Ndio hizo kodi, hizo mizi liniangusha hizo. Mungu akaniambia na kunyang'anya na mahela, alafu kukunyang'anya na kunyang'anya kistaili. Na kupa licheo likubwa la kitaifa, mkurugenzi wa TACAIDS, lakini maokoto 2/3 nimekata. Ukakome ndio ukaniheshimu. Mimi nimekaa miaka 7 kwenye ukurugenzi. Hela nilikuwa napata ni 1/3 ya hela nilizokuwa napata nikiwa hapa mkurugenzi wa NIMR Mbeya.
Ndio maana namuelewa Mungu kwenye unyenyekevu, na ndio maana sasa hivi Mungu akinibariki Bwana nalia tu, nasema tu Mungu nisaidie, ukachukue utukufu, mimi nisichukue utukufu Baba. Yani hata sasa hivi namwambia tu Mungu nirudishie Bwana hivi zile hela, ila Mungu anakwenda kunibariki, anajua. Ninajua maisha yangu ya mwisho yatakuwa bora kuliko yale ya kwanza, kama alivyosema katika Ayubu 42 mstari wa 6 na mstari wa 10 na wa 12. Anasema maisha ya Ayubu ya mwisho alibarikiwa mara 2 zaidi ya alivyokuwa mwanzo, na ninakwenda kubarikiwa hicho. Na kwa kweli jamani, mtaona wenyewe. Kama mnafikiri natania, mtakuwa mnasikia tu. Nusu ya jengo katoa mchungaji mwenyewe, bishop. Mimi najifagilia taji yangu, kwani nitarudi na kitu kwa nikiziko? Yaani hivi mimi nitakapozikwa, nilikuja, Ayubu alisema nilikuja uchi, nitarudi uchi. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa unayongangania utaenda nayo mbinguni. Siku ukizikwa utazikwa na gorofa lako, na Mercedes Benz ulionunua utazikwa nayo, na nguo zote. Unataka tuje tukuzike, utoe wosia, useme vile viwalo vyangu, yale mambo yote niliyokuwa na zile sana simu zangu za milioni 5 zote mkanizike nazo. Tutakuzika nazo sasa, kama unataka nazo. Kumbe haya yanakuandalia taji ya milele. Hii ni kwa ajili ya baraka yako pia ya milele. Inakuwa ni rekodi njema kwa Mungu. Biblia anamwambia Mungu anamwambia Kornelio, sadaka zako na sala zako zimekuwa kumbukumbu mbinguni. Kuna kumbukumbu ya watoaji mbinguni. Na Mungu akusaidie, Mungu akutolee, akusaidie kutoa sawa sawa na jinsi ambavyo unatakiwa, na uwe baraka kwa watu pia. Luka 6:38. Luka 6:38. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujana, kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika ndicho mtakachopewa, kwa kuwa kipimo kile kile mpimiwa mtapimiwa na nyie. Wapeni watu. Bless people. Yaani ukisikia tweet ya kutoa, nimewaambia leo nashukuru Mungu. Yaani nimeweza kuwapa watu. Sijivuni 40,000, sio kwamba hatuhitaji. Nimewagaia 10,000 hapa. Najua kuna watu wanafanya hivyo, lakini nakusema wewe ambaye ukishabarikiwa nini, roho ya korosho, huyo ndio na haya. Jambo la mwisho ni kwa baraka kwa muda wako. Kifupi ni kwamba shughuli za maono yako zisikufanye ukose muda na Mungu. Kama unataka kumbariki Mungu pia, toa muda wako kwa mambo ya Mungu. Yaani haya maono ambayo Mungu amekupa, umefikia utekelezaji na Mungu, isikufanye yani mchungaji niko busy na maono, yale maono uliyofundisha niko busy. No. Give your time. Ukisema maombi twende. Ukisema twende tukahubiri twende. Ukisema kuna kitu kinahitaji muda, toa muda wako. Hata kama wewe ni milionea, ni bilionea, hata kama wewe una macheo makubwa kama mkurugenzi wa taasisi kubwa hapa nchini, tunahitaji muda wako kwa ajili ya Bwana. Muda? Mimi unifundishi kitu. Mimi nilikataaga kwa nafanya kazi kwenye kliniki, mnakumbuka nishawapa ushuhuda. Enzi hizo ndo kliniki zimeanza za kupata pesa hapa mjini. Na walikuwa wanatafuta kweli madaktari. Mimi nikasema hapana, itanilia muda wangu kwa Mungu. Yaani nitoke saa 8, alafu niende kwenye kliniki mpaka saa 4, saa 3. Na kesho hivyo. Sasa nitaimba saa ngapi? Mimi ni mwenyekiti wa kwaya. Je, mimi ni mwenyekiti wa wanaume pia, nitafanya saa ngapi? Mimi tena ni mlezi wa vijana, nitakuwa nakwenda saa ngapi? Kanisani ndio usiseme Jumatano na Ijumaa. Nikasema no. Nikamwambia Mungu, niko tayari kufa maskini kwa ajili ya kukutolea muda. Nimekufa maskini. Kwani mkiniona mnaona mimi maskini sana? Hatuwe wa kweli. Lakini wakati ule kakijana kahoya hakana mbele wala nyuma. Ndio nimeanza kazi. Nikachagua kumpa Mungu muda. Unajua kilichotokea? Haya. Mungu, mavyeo haya yote na kuambiaga, vyeo vyote sijawahi kuapply. Na mimi nishakwambia kuapply sio mbaya, wewe apply tu.
Lakini mimi zote natafutwa. Tunatafuta mtu mwaminifu kijana, njoo kamtafute Maboko. 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 Hata na la mwisho hapa ndio kabisa presidential appointment. Rais, mimi nikasema Mungu, basi utukufu ni kwako. Yaani hata rais amejua yupo Maboko duniani hapa. Sijawahi kabisa kuomba kazi. Mimi kazi zote nilizofanya nilikuwa natafutwa. Na sio kama zilikuwa zina maslahi. Si ndio hayo nayokuambia, nilikuwa naweza kutoa milioni 10, naweza kutoa shilingi, naweza nikahirisha hiki. Muda wako ni wa muhimu kwa mambo ya Mungu. Kama unafikiri maono yako yanakula muda wa Mungu, pole. Uko wapi mwanangu? Niko busy baba. Nini? Ni huyu mke uliyenipa. Watu wanamsingizia mpaka Mungu. Yaani Adamu anauliza uko wapi? Anasema ni tuko uchi. Nani amekwambia uko uchi? Ni huyu mwanamke uliyenipa. Kwa hiyo baraka uliyonipa ndio imeleta matatizo. Si ndio maana? Kwa na wewe uko wapi mwanangu? I'm so busy pastor. Busy doing what? That blessing from God. You know, it takes my time. Takes my time so much. I don't have time completely. Kuna tajiri mmoja alisharudi madhabahuni na ushuhuda, mchungaji anambia sawa, karibu. Malori yake yameshatuka, yamekula. Namfahamu huyo mtu. Yalidondoka pale. Yaani yeye alipobarikiwa akaanza kulinga mambo ya kanisani. Hapa na magodauni Dar es Salaam, Mbeya, ana malori kibao. Baadaye kamchukua na sekretari yake wa Dar es Salaam, imekuwa nyumba ndogo. Mchungaji akamwambia bwana, hatuendagi hivyo. Anasema wananisingizia tu. Ilivyokuja siku wiki ya kwanza, lori la kwanza shuku, lori la pili puchu pale Kitonga. Kidogo godauni la Dar es Salaam moto, sijui hata ulitoka wapi. Ndio akashika adabu. Mchungaji na ushuhuda. Ushuhuda mchungaji. Ushuhuda gani? Na sisi tunajuaga kutia moyo. Pole mpendo. Wakati anajua yaliyotokea. Mchungaji alikuwa anajua. Si ndio yale nilikuwa nakwambia. Sasa hapo ndo nashinda tu kuambia. Si ndio yale nilikuwa nakwambia. Nageuka tena kukufariji. Pole bwana, jitie moyo. Bwana yupo. Ni vizuri tu kuanza vizuri na Bwana. Lakini na ushuhuda. Kaja akasimama kama hapo. Wapendwa, kwa kweli Mungu alivyonibariki, nikakosa hata muda wa maombi, hata ibada nilikuwa sihudhurii, nikajichafua. Ni siri yangu. Tunajua si una mke wa pili wewe. Nikajichafua. Hata ukisema ukajichafua, tunaelewa kodi hizo, tunazijua sana tu. Zile ambazo zisemagwi mbele ya watu ndio hizo. Nikajichafua. Sasa bwana, magari yangu yote yameanguka. Na godauni langu kubwa lilikuwa na mali za mabilioni limeteketea. Naomba mnisamehe watumishi wa Bwana. Situkusamehe sisi, siwende kwa Mungu. Sisi tena tukusamehe wapendwa. Eti wapi na wapi? Eti tukusamehe sisi washirika. Naomba mnisamehe wapendwa. Kuanzia sasa tutakuwa pamoja. Karibu tuwe pamoja. Karibu mpendwa. Haleluya. Piga pambio huku. Na iwe shangwe na iwe. Hatukuimbii wewe, tunamwimbia Bwana. Shangwe kwa Bwana. Ni ombi, ni wimbo tu ulipangwa na praise, leo tuimbe. Unaanza mpaka kujisikia ofu. Haya tuimbe tu Bwana. Katika nyumba ya Bwana kuna raha ya ajabu. Katika nyumba ya Bwana. Haya, karibuni praise team pandeni. Tuwaimbie watu hapa. Tuimbe, afu tuwaombe watu. Yaani hapo ndio nimemaliza somo la outreach. Mmelielewa vizuri? Mmenielewa. Wiki ijayo namaliza, by the way. Namaliza na nurturing.